Taarifa mpya ambazo zinaendelea sasa hivi ni kwamba inadaiwa kwamba Irani jana rais wake alikuwa akiongea na rais wa Urusi wakijaribu kuzungumza kuhusu namna gani ambavyo wanaweza kuisaidia katika vita hivi na Marekani. Inadaiwa kwamba katika wakati wakizungumza kwa njia ya simu, inadaiwa kwamba miongoni mwa mambo ambayo wakiwa wakizungumza ni hayo pia, na ukichunguza kwa mbali inadaiwa Urusi katika vita hivi yupo, japokuwa haonekani kushiriki kwa moja, lakini kuna msaada wake mkubwa sana. Kombo, pengine hizi taarifa ambazo zinazungumzwa sana katika mtandao zina ukweli kiasi gani hasa? Ni kweli kabisa, hizo taarifa ni za ukweli na zimetolewa hasa kule kutokea ikulu ya White House kuwa Russia ama Rais Putin anamsaidia Muirani kwenye kupambana hivi vita, hasa kwenye swala la ujasusi ama intelligence. Na wanadai kuwa wanatumika zaidi kwenye kung'amua mienendo ya meli za Kimarekani pamoja na zile kambi zinazoshambuliwa na Irani, kuwa Mrusi ana nafasi kubwa, ana nafasi kubwa kwenye kushambulia hivi kwa Irani, sababu wanadai anatoa intelligence ya kutosha ya kujua kambi hii ipo wapi na inatakiwa ifanywaje, na meli fulani ipo wapi na itaangamizwa kwa namna gani kutokea kwenye mashambulizi ya Irani. Kwa upande wangu naona sio jambo baya, kwa sababu wale ni washirika na wana mikataba mingi, hasa hiyo ya kibiashara na ya ulinzi pia. Kama wao wanavyomsaidia Marekani, wanavyomsaidia Israeli na hata Russia kumsaidia Irani, hakuna makosa. Kikubwa mkutane kwenye uwanja wa vita, aonekane nani shujaa, kwa sababu kila mmoja ana marafiki zake, na tunaona hapo bila shaka hata yale mashambulizi ya mwanzo kabisa ya Irani hayakutokea Marekani direct, lazima kumetoka kwenye hizo kambi zilizopo Middle East kwa washirika wao wa Kiarabu na maeneo mengine. Kwa hiyo swala la Marekani kulalamika ama kutuhumu kwa Mrusi anamsaidia Irani, mimi naona haina mashiko hiyo hoja, kwa kuwa kila mtu ana washirika wake, kila mtu atumie washirika wake kwenye kupambana hii vita, kisha tukutane baada ya vita kuisha nani ni mshindi ama nani ambaye ameibuka kidedea. Lakini Kombo, rais wa Marekani alijaribu kuulizwa na mwandishi wa habari kwamba Urusi inaisaidia Irani katika vita hivi, na akawa mkali kule, akajaribu kumpondea yule mwandishi na kumwambia na kuheshimu sana, lakini swali ambalo umeuliza ni swali la kijinga sana. Kwetu sisi hilo ni jambo dogo sana ukilinganisha na haya ambayo tunaendelea kuyadiscuss, kwa maana yale ambayo walikuwa kiyaongea katika kikao hicho. Pengine hasa reaction ya Trump katika swali hilo la mwandishi kuhusiana na Urusi kuisaidia Irani inamaanisha nini hasa reaction yake? Kwa upande wangu naona situation hiyo ama hali hiyo inatokana kwa mambo mawili au moja. Tukianzia hapo kwenye swala la pengine kulingana na ugumu wa hiki kitu ama ugumu wa vita. Tunafahamu Marekani na Russia ni watu ambao ni wapinzani wakubwa. Kwa hiyo the way Trump angekubali ama angeverify kuwa ni kweli Russia anaisaidia Irani, tunaona matokeo ya hii vita, licha ya kuwa wao wanashirikiana kwa upande mwingi ama kwa washirika wengi, lakini tunaona Irani bado anaonekana kuonyesha upinzani. Kwa hiyo angekubali kwa namna moja nyingine ingekuwa amenyosha mikono juu kwa mpinzani wake Mrusi, kwa kuwa tunaona kwa Irani anaonekana anawadhibiti japo sio kwa upana huo. Kwa hiyo angekubali, ama ukikubali kuwa yule unayepigana naye anasaidiwa na mpinzani wako, moja kwa moja unakuwa unampa vile yule mpinzani wako kuwa yupo juu zaidi yako. Ndio maana hadi yule ambaye unapigana naye sasa hivi anaonekana anakushinda nguvu ama uko naye sawa kwenye hayo mapambano. Lakini pengine hasa Trump amekuwa akisisitiza kwamba wanajeshi wa Irani waweze kujisalimisha na kuweza kuweka silaha chini. Pengine hasa kauli hizi zinamaanisha nini hasa kwa Rais Trump na kwenye vita hii kwa ujumla? Hawa jamaa siku zote huwa wanapenda kutumia kila aina ya mbinu ili mradi kufanikisha jambo lao litimie. Hivyo mradi pengine kuleta mpasuko ndani ya Irani ama ndani ya jeshi
Jambo ambalo wale watu ambao wapo nao sasa hivi, wale kwa kawaida sio Arabu. At least wangekuwa Arabu ingekuwa swala la dakika sifuri hilo kutokea, lakini wale ni watu ambao walishajijenga miaka na miaka. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ya kawaida sana, ni umwambie tu mtu asalimishe silaha, mtu ambaye ni mwanajeshi ameshapitia mafunzo aache silaha ama atarenda, hali ya kuwa anaona raia tu wa kawaida bado anasisitiza mapambano endelee, lakini wewe unamwambia askari eti ndio ashushe silaha chini, jambo ambalo ni gumu, japokuwa anataka alitumie japo kuleta mpasuko limadi kwa wale wanajeshi ambao hawana moyo, lakini kwa Irani sidhani hiyo kama ni rahisi kwa wale wanajeshi wa Irani, hasa wale IRGC, kwamba wanaweza kusalenda ama wanaweza kuleta mpasuko kwa njia ya rahisi. Lakini kwa upande mwingine, hasa leo rais wa Irani Masoud Pezeshkian amezungumza kwamba watasitisha ama wamesitisha kuzishambulia nchi jirani kwa maana ya mataifa ya Kiarabu katika vita hivi, kwa maana inadaiwa kwamba wamemaliza kuzishambulia kambi zote za Marekani Mashariki ya Kati. Taarifa hizi zikoje hasa? Na akajaribu kusisitiza kwamba endapo wakishambulia pia watazishambulia. Ujumbe huu unamaanisha nini hasa, Kombo? Leo bwana Masoud alikuwa akihutubia taifa na dunia kwa ujumla kwamba amesitisha ama ameshamaliza ile kazi ya kuharibu ile miundombinu ambayo walikuwa wanahofia pengine mashambulizi yataanzia huko, ama mashambulizi yalianzia huko kwenye yale mashambulizi ya siku ya kwanza, na amesema kuwa safari hii kazi imeshaisha, kwa hiyo atafocus na vitu vingine ikiwemo labda hiyo kuishambulia Israeli pekee. Lakini amesema kuwa anaomba msamaha ama anaomba radhi kwa chochote ambacho kilichotokea kutokana na ile situation ya takriban siku 7 ya kushambulia hizo nchi kwenye kambi za Marekani, ila amesisitiza kuwa endapo nchi hizo zikitokea kukubali Marekani kuanzisha tena mashambulizi kutokea kwenye hizo nchi, ama wao wenyewe nchi kama nchi ikianzisha mashambulizi dhidi ya Irani, basi wao watarudi tena kushambulia na watapeleka moto kama ule wa mwanzo. Hiyo inaleta taswira kuwa kwamba Irani alishapata intelligence ya kutosha kuwa mashambulizi yalianzia kwenye hizo nchi, kwenye hizo kambi za Marekani, na ndio maana akafanya yale mashambulizi. Na hadi hivi sasa ukiona anasema kuwa ameshamaliza kazi, basi anaona hata hayo mabaki ya kambi zilizobaki kwa hiyo zishaharibiwa, so haziwezi tena kuanzisha mashambulizi kwa haraka. Bila shaka hapo mashambulizi ya Marekani labda yatokee huko Cyprus au Israeli, au moja kwa moja yatokee kule Washington DC ama huko Marekani, jambo ambalo litakuwa na ugumu kwa kiasi kikubwa pia. Kumalizia, Kombo, sasa kuna madhara mengine ambayo yametokea labda katika shambulizi la mapema katika uwanja wa ndege wa Dubai. Pengine hizo video zimekuwa zikisambaa sana, na limetokea kipindi gani hata? Kwa sababu tunasikia huku rais amezungumza kwamba wameacha kuzishambulia, lakini baadaye tuna taarifa ambazo tumeziona kwamba uwanja wa ndege wa Dubai umeweza kushambuliwa na bomu. Taarifa hizi zikoje na madhara yakoje? Ni kweli uwanja wa ndege ulishambuliwa na drone kadhaa kutokea Iran, japo wao pia hawajathibitisha, na licha ya kuwa taarifa ilishatolewa na rais wameshaacha kushambulia hizo nchi. Kikubwa vinaweza kuwa ni mawili. Hii mechi inachezwa mara mbili. Mechi inachezwa Irani na Marekani na Israeli, na pia Israeli na Marekani. Hasa Israeli anapenda kutumia mlango wa nyuma kufanya mambo, kisha watu wote wamsingizie Irani. Inaweza kuwa hiyo shambulizi limefanywa kweli na Irani, au vile vile imefanywa na vikosi ama maagent wa Marekani ama Israeli, bado tu kuendeleza uhasama kati ya Irani na mataifa ya Ghuba, japokuwa wao wenyewe walishasema tumemaliza mission ya kushambulia hizo nchi. Na kikubwa pia kuna taarifa nyingine kuwa nchi ya Kuwait imesema imekata rasmi uzalishaji na usafirishaji wa mafuta kwa hivi sasa. Sasa sijui itatumia muda gani mpaka kurudi kwenye hiyo hali, kitu kama hicho.
Kombo, pengine hasa kwa kumalizia sasa, unaambiaje watazamaji wetu wa 96 Link? Watazamaji waendelee kutufuatilia kadri ambavyo tunapata matukio hasa ambayo hayana ufafanuzi wa kutosha, basi sisi tutakuwa karibu yao kuwafanyia explanation ya kutosha madi waelewe mambo ambayo yanaendelea duniani kote. Kikubwa tu tuendelee kuomba Mungu madhara asije kuwa makubwa kabisa, kwa sababu sisi ni nchi ambazo ni tegemezi, hasa tunategemea rasilimali ya nishati kutokea kule mataifa hayo ambayo sasa hivi ipo kwenye mgogoro. Kwa hiyo mgogoro ni kubwa zaidi, na huku pia tunaweza ama tutateteleka pia. Kikubwa ni maombi ili jambo liishe salama. Asante mtazamaji, alikuwa ni Hamadi Kombo ambaye nimezungumza naye kwa njia ya simu na ameweza kutuelezea ni nini ambacho kimeendelea. Kwa uzuri amejaribu kuchambua masuala tofauti tofauti ambayo tunaweza kumuuliza, lakini nawe kama una swali lako unatamani baadaye nikimpigia simu tuweze kumuuliza, niambie katika sehemu ya comment pia, niambie bwana, hebu muulize Kombo kwamba hili liko vipi hasa, alitolea ufafanuzi, nitafurahi sana. Niambie pia na unasikiliza ama unatazama ukiwa sehemu gani, utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na comment kupitia hapa 96 Link. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante kwa wakati wako.